Misri mmoja aliwahi kusema, qul liman tusahib aqul lak man ant, qul liman tusahib aqul lak man ant, yani qul li man sahibuk aqulu laka man ant, niambie rafiki yako ni nani, mimi nitakuambia wewe ni nani. Ukishamwambia mtu mimi rafiki yangu ni fulani, basi atakwambia wewe ni mtu fulani, yani anakujua kupitia nani? Kwa hiyo ukiandamana na wale madalali, ukisema tu mimi rafiki yangu ni dalali fulani, atakwambia sasa nipe bei ya nyumba ya mtaa fulani. Anajua huyo ni mwenzake na hiyo ndo kazi yako. Hata kama sio kazi yako, utakuwa una idea fulani, kwa sababu kila siku jamaa anazungumza kuhusu habari ya kuna nyumba Chukwani, kuna nyumba Buyu, kuna nyumba Mbweni, kuna nyumba kwa Mchina karibu na msikiti wa Uthman Maalim. Vitu hivi vyote utakuwa wewe unavijua, kwa sababu ndio mazungumzo yake, mazungumzo yenu. Na tena anaweza akakutuma, bwana, kule mtaani kwetu kwenu ukisikia kuna pahala nyumba nini, ukawa unamfanyia kazi bila wewe kujua. Hivi vitu vina mata katika maisha. Kwa hiyo watoto wanaowaharibu au kuwatengeza, na kuwatengeza mara nyingi kuna kuharibiana tu, ni marafiki tena wabaya. Na Qur'ani imetuambia al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Khalil, sahib, qarin, jalis, hizi zote ni aina za marafiki. Qarin yeye pia ni rafiki. Khalil ni rafiki wa ndani, rafiki yule wa ndani kabisa. Sasa anasema marafiki siku ya Kiyama watakuwa maadui. Al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun, marafiki watakuwa maadui wao kwa wao siku ya Kiyama. Huyo rafiki yako uliokuwa naye siku ya Kiyama mtakuwa maadui. Kwa nini? Kwa sababu ya yale ambayo utakwenda kuyakuta katika daftari lako. Mwanzo, mtu wa kwanza kunivutisha bangi ulikuwa wewe. Mwanzo, mtu wa kwanza kuniuza kwa wanawake na wanaume na kufanya mambo maasi na machafu mbalimbali, kuibia watu, kukamata watu, kuwa pickpocket, kuwachomolea watu, kuwapiga kabari watu, ulikuwa wewe. Yani unakuwa ni mwalimu katika mambo mengi ambayo mtu atakwenda kuyaona siku ya Kiyama yamejaa katika daftari lake.